Nani ambaye amekuja akawekea kichwani hayo maneno kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie? Nani amemwambia hayo maneno? Mimi siwezi kumwambia mtoto wangu. Adui wa binadamu ni binadamu mwenzake. Uadui hauna jinsia. Uadui hauna jinsia. Wapo wanaume ambao wamerudisha nyuma maendeleo ya wanaume wenzao. Wapo wanawake ambao wamerudisha nyuma maendeleo ya wanawake wenzao. Nani aliwaambia kwamba uadui una jinsia? Kwa kama mimi ningehitaji kuzungumza na wanawake wa Njombe, mtu yeyote anaweza akawa nguzo yako. Anaweza akawa ni mwanaume, anaweza akawa ni mwanamke. Na kwa sababu ya maneno haya ambayo tunaweka kichwani kwamba adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzake, ndio maana ukiwapeleka wanawake kufanya kazi sehemu moja, wanaanza kulalamika kwamba tutaishia kugombana. Kwa sababu hayo maneno yameingia wapi? Kwenye vichwa vyetu. Ni kama tulivyokuwa shule, tukawa tunafundishwa kwamba taja nchi maskini duniani, unataja Tanzania, unataja Komoro, unataja Burundi. Baadaye wewe una akili zako unakaa unasema hivi sisi tunalingana Komoro? Sijui mnanielewa? Alikuja hapa rais akasema msidanganye, ninyi ni maskini, ninyi ni watu matajiri. Na watu wakaanza kuamini kwamba ni kweli sisi sio maskini. Na kwaje maskini nina ardhi? Na kwaje maskini nina mifugo? Na kwaje maskini nina kuku? Na kwaje maskini na nyumbani kwangu? Kwani maskini anafananaje? Huo ujinga ukaisha. Leo kila mmoja anatembea naamini kwamba ninao uwezo wa kuyabadilisha maisha yangu. Na ndio maana tunasema ukitaka kuharibu taifa, anza na elimu. Unawafundisha watoto, taja mazao ya chakula. Mahindi, inategemeana mahindi ni zao la chakula ukiwa mtaa gani. Ukienda Rukwa, mahindi ndiyo kahawa, ni zao la biashara kama ilivyo korosho Lindi na Mtwara. Kwa hiyo huenda mahindi ni zao la chakula nyumbani kwako, lakini pale Songea kuna mtu utajiri wake, biashara yake, mafanikio yake ni zao la mahindi, lakini umefundishwa shule, taja mazao ya chakula mahindi, taja mazao ya biashara kahawa, taja mazao ya chakula maharage. Nani kakwambia maharage ni mazao ya chakula? Kuna nchi huko duniani mahindi ni chakula cha mifugo. Inategemeana wewe unajadili mahindi ukiwa wapi. Kwa hata hii dhana ya kufundishana, na ninyi wenyewe akina mama zangu mnaishabikia. Adui wa mwanamke mwanamke mwenzie. Kweli dada yako ndiye adui yako? Mama yako ndiye adui? Hapana. Kama tunataka kwenda mbele kwenye dira ya 2050, hii misemo potofu tuanze kuondokana nayo. Lakini msemo mwingine, kila penye mafanikio ya mwanaume kuna nani? Nani alikwambia? Nani amekwambia? Kwenye mafanikio yapi? Kwenye mafanikio, hiyo ni mifano ambayo mimi siwezi kumwambia mtoto wangu hivyo. Mwanamke yupi? Mama yake, dada yake, mke wake, mshikaji wake, yani mwanamke yupi? Maana inabidi muifafanue vizuri. Kwa sababu kuna wanaume ambao hawana wanawake na wamefanikiwa. Sio, mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Tusiweke hivi vitu kwani mafanikio yako wewe mwanamke ana nani? Na ninyi ambao hamna? Kwani mna wanawake wangapi ambao wamefanikiwa hawana wanaume? Sasa kwa nini muendeze hii misemo? Kwenye mafanikio ya mtu zipo juhudi kubwa zimefanyika. Kupo kujitoa kukubwa kuliko fanyika. Ndio maana ukakaa wewe na mume wako na mkafo wote mko masikini. Sio, mnanielewa? Tuambie watoto, ukitaka kufanikiwa lazima ufanye kazi kwa bidii. Sasa mtoto wako wa kiume yuko darasa la kwanza,
unamwambia ili ufaulu unahitaji mwanamke au? Kwa pale mwanamke ni mama, si ndio? Na yule yatima tuliye naye kwenye kituo cha watoto yatima unamwambiaje? Baki hapa Makambako mna vituo vya watoto yatima. Sasa kule mnamwambiaje wale watoto? Ili ufanikiwe unahitaji jinsia? Hapana. Hapana. Niambie hapa, baki kuna watu hapa mmeanza kuwa na biashara hata kabla mjapata wanaume. Kuna mtu amezaliwa baba hamjui. Kuna mtu hana ukoo. Kazaliwa yeye, kalelewa na kanisa na msikiti na wasamaria wema, amekuwa raised up. Huyu mafanikio yako namwambiaje? Ni juhudi zake. Haya mambo ya ubaguzi haya yatoeni kwenye vichwa. Mimi ninachoamini mafanikio yangu ni juhudi zangu. Sio, unanielewa? Na mafanikio ya mwenzangu ni juhudi zake. Na mafanikio ya mtoto wangu wa kike lazima afanye vitu vyake kwa bidii. Hakuna mahara kwenye mafanikio pana jinsia, hapapo. Kwamba mimi nagombea hapa ubunge, nahitaji mke wangu aniunge mkono nishinde. Utaanguka na mke wako. Sio, mnanielewa? Inahitajika juhudi. Mafanikio yana nidhamu. Mafanikio yana juhudi. Mafanikio yana kujitunza. Mafanikio hayana jinsia. Ndio maana unaweza kana huo ubavu mwanamke, ubavu mwanaume, na bado usiyapate kama una juhudi. Sio, mnanielewa? Mimi nawafahamu wanawake na wanaume wengi ambao wamesimama katika kila aina ya mafanikio, sio kazini, sio biashara, sio shule, kwa sababu ya juhudi zake. Kwa hiyo kwenye maadhimisho haya, na kwa sababu leo wanawake mmesoma mmetembea, baadhi ya misemo mnayoishabikia inawaumiza ninyi wenyewe. Sio, mnanielewa? Mafanikio hayana jinsia. Nzio anaweza akawa mwanaume akakwamisha juhudi zako za mafanikio, anaweza akawa mwanamke akakwamisha juhudi zako za mafanikio. Tuondokane na dhana potofu za kujiwekea kichwani kwenye kumtazama mwanamke mwenzako katika hali negative. Baki mimi naona maeneo ngambia hapo hapo fulani mwanamke, fulani mwanamke, hao watagombana sana hapo ofisini. Nani kakwambia? Tuna wanawake wengi ambao mikono yao imebeba wanawake wenzao kufanikiwa. Mbona muwasemi? Tuna wanawake wengi, sio maofisini, sio kwenye biashara, sio kwenye mambo ya kijamii. Mkono wake umebeba wanawake wenzao kufika kwenye mafanikio. Hata kwenye maofisi, kaangalieni historia za watu. Tunao wanawake ambao wamekuwa daraja la mwanamke mwenzio kuvuka. Sio, mnanielewa? Nani kakwambia ni adui yako? Kwa kichwani mwako mtoto anaanza kukua, anajua mwanamke ndiye adui yake wa kwanza. Yaani binti yetu sisi, hawa watoto wadogo kama hawa, anaanza kufundishwa adui wa kwanza wa mwanamke ni mwanamke mwenzako. Hapana. Mimi hili nalikataa kabisa. Na mimi nimwambia, mimi siwezi kuambia watoto wangu wa kike, adui yako ni binadamu mwenzako. Atakukwamisha kwa sababu anazoziona yeye. Kwani wivu una jinsia? Hata mwanaume anaweza akakuonea wivu kwenye mafanikio yako na akaumia. Sasa kwa nini umbatize mwanamke mwenzio kwamba ni adui wa mafanikio? Kwa tunafanya maadhimisho haya, tunapofanya maadhimisho haya, baadhi ya, na niwaambie, hii misemo midogo midogo ndio inaingia kwenye vichwa. Yale mambo ya msingi yanayohusu wanawake hatuyazingatii. Kwa mnakuja hapa mnaimba, mnacheza adui wa mwanamke na mnaitikia mwanamke mwenzie na hamna aibu. Nani amewadanganya? Nani amekudanganya? Wewe hapo umekaa, asimama hapa mtu aniambie kuna mwanamke mwenzie alisababisha asifike mahali alipopataka. Au ni msemo tu mnaitikia kwenye grupu. Asimame mtu aseme mimi isingekuwa mwanamke huyu nisingefanikiwa. Hapana. Tunajikatisha tamaa sisi wenyewe. Tunajiwekea vitu vibaya kichwani. Tuanze kuviondoa. Lakini tumepita pale.
56% ya watu walioomba hati ni akina mama. Hata mkiangalia asilimia kubwa ya ufaulu kwenye taaluma za Tanzania, darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6, vyuoni, ni akina mama. Sasa huu mtazamo mbaya unaojiwekea kuhusu mwanamke, pengine wewe mwanamke mwenyewe, sio wanawake wenzio, sio wanawake wenzio. Wanawake hapa Njombe wanamiliki ardhi, wanamiliki mali. Ninyi Makambako hapa mpo, kina mama Chama angawapo hapa, kina mama Mpangile wafanye biashara, sio? Mnanielewa? Mama Mpangile baba yake alikuwa ni mfanyabiashara, lakini kiwango cha biashara hizo anazozifanya yeye hata kaka zake hawafiki nusu. Sasa mbona hajakaa sema mimi ni mwanamke, biashara ni wanaume? Maana hapa mfano watu mnaowajua, mbona kaka zake hawajakuza jina la baba yao kama yeye? Sio? Mnanielewa? Yuko pale Agineta, amesoma, anafanya biashara, diwani, mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti wa arati. Hata kaka zake wakijitambulisha sema mimi naitwa fulani Mpangile, kwa wewe ni ndugu yake na Agineta? Kwambia yule ni mtoto wa mjombangu. Wewe ni ndugu yake na mama Mpangile? Nasema yule ni shangazi yangu. Watoto wa kike wamekuza majina ya wazazi wao. Unajifunza nini? Kama umeamua kubadilisha jina ukabeba jina la mume wako, shauri yako. Hayo ni maamuzi yako ya ungwana tu. Umeamua mwenyewe kwamba mimi naomba sasa niitwe jina la mume wangu, hiyo ni sawa. Lakini wapo wanawake ambao wamebaki na majina yao na majina ya wazazi wao yamebaki kileleni mawinguni. Mmenielewa vizuri? Kwa kwenye makongamano haya mmeona pale kina mama wanamiliki ardhi, anamiliki hati yake ya nyumba. Tuhamasishe wanawake wenzetu. Umiliki wa ardhi hauna jinsia, umiliki wa mali hauna jinsia.